Taarifa mbaya kwa Samia Suluhu, huku hali ya kisiasa ndani ya CCM sasa ikianza kuvurugika. Makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi sasa amwendea kinyume Samia Suluhu, ageuka na kuwashambulia CCM wanaowapiga vita upinzani, mbaya zaidi atumia neno ujinga. Kabla nikujuze zaidi, fanya jambo la busara, tafadhali bonyeza alama like kisha bonyeza neno lililoandikwa subscribe chini ya video hii. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imechukua hatua kubwa kufuatia matamshi ya kijasiri na yasiyotarajiwa ya Makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi, ambaye amewakosoa waziwazi wanachama wa chama chake tawala, Chama cha Mapinduzi CCM. Akizungumza wakati wa hafla fupi ya mazishi ya Polycarp Kardinali Pengo, Nchimbi alitoa ujumbe ambao tangu wakati huo umetikisa duru za kisiasa na umma. Katika muda uliojaa hisia na tafakari, alitumia lugha kali kulaani uhasama unaoendelea kuelekezwa kwa viongozi wa upinzani, akielezea tabia hiyo kuwa ni ujinga na migawanyiko isiyo ya lazima. Alienda mbali zaidi kuwashambulia viongozi wa CCM ambao wanashambulia upinzani mara kwa mara, akisema huo ni ujinga na CCM hawafai kushambulia upinzani mara kwa mara. Akiwa amesimama mbele ya waombolezaji katika mazingira yaliyokusudiwa kwa umoja na ukumbusho, Nchimbi alibadilisha sauti ya tukio hilo kuwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu siasa na ubinadamu. Maneno yake yalikuwa na uzito si kwa sababu ya maudhui yake tu, bali pia kwa sababu ya wakati na mahali yalipo. Aliweka wazi kwa migogoro ya kisiasa ya mara kwa mara imemsumbua sana, huku akisisitiza kuwa Tanzania ni taifa moja linaloundwa na watu wenye mizizi moja na halipaswi kugawanywa kwa misingi ya vyama vya kushambuliana mara kwa mara. Hata hivyo, kilichofanya wakati huu kuwa muhimu zaidi ni ukweli kwamba ukosoaji wa Emmanuel Nchimbi ulionekana kwenda kinyume moja kwa moja na mtindo wa uongozi unaohusishwa na Rais Samia Suluhu Hassan na muundo mpana wa CCM, ambapo sasa imepelekea wanachadema na viongozi wengine wa upinzani kutoka vyama tofauti nchini Tanzania kumpongeza Emmanuel Nchimbi mitandaoni kwa matamshi yake. Ingawa Emmanuel Nchimbi hakutaja watu moja kwa moja, matamshi yake yalitafsiriwa kama changamoto ya moja kwa moja kwa viongozi wa chama tawala cha CCM ambao mara kwa mara wanashambulia na kudhoofisha viongozi wa upinzani. Hili limezua minong'ono kuhusu kuongezeka kwa migawanyiko ndani ya chama hicho. Wachunguzi wa mambo wamebaini kuwa matumizi ya Nchimbi ya neno ujinga yalikuwa yaliyo ya kawaida kwa kiongozi katika nafasi yake. Ilionyesha sio tu kukubaliana, lakini kuchanganyikiwa sana na utamaduni wa kisiasa ambao umeshikamana. Kulingana na wachambuzi, lugha kama hizo kutoka kwa makamu wa rais aliyeketi ni nadra na zinaonyesha kuwa mvutano ndani ya taasisi tawala inaweza kuwa mbaya zaidi kuliko ilivyoeleweka hapo awali. Nikinukuu maneno rasmi yaliyotoka kinywani mwa Emmanuel Nchimbi, alisema hivi: mimi hata mambo ya kugombana kivyama siyapendi, ujinga tu, nchi yenu moja, mnagombana nini? Haya ni maneno yake halisi yaliyomwagika mbele ya watu waliokuwepo siku ya jana. Historia ya kisiasa ya Nchimbi inaongeza safu nyingine ya utata. Katika hali hiyo, aliyewahi kuwa katibu mkuu wa CCM si mtu wa nje anayekosoa mfumo huo, bali ni mtu ambaye amekuwa kiini chake. Matamshi yake kwa hiyo yanabeba mamlaka ya uzoefu na hivyo kufanya iwe vigumu kwa wafuasi wa chama kuyatupilia mbali kama maneno ya upinzani. Badala yake wanazua maswali yasiyofurahisha kuhusu iwapo CCM imepotoka katika msingi wa kisiasa. Makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi pia alizungumzia swala pana la jinsi watu wa upinzani wanavyochukuliwa Tanzania. Alionekana kukataa mtindo unaoendelea ambapo viongozi wa upinzani mara kwa mara wanalengwa, kunyanyaswa au kutengwa kisiasa. Ujumbe wake ulipendekeza kuwa vitendo hivyo sio tu vinadhuru watu binafsi, bali pia vinadhoofisha mfumo wa kidemokrasia wa taifa kwa kustawisha hofu na migawanyiko. Hata hivyo, ukosoaji huu unakuja wakati mvutano wa kisiasa nchini Tanzania umekuwa ukiongezeka kwa kiasi kikubwa. Kesi zinazohusu viongozi wa upinzani akiwemo Tundu Lissu zimevuta hisia za ndani na nje ya nchi. Wakosoaji wengi wanahoji kuwa mfumo wa sheria umetumiwa kwa njia ambazo zinadhoofisha sauti za upinzani na hivyo kuzidisha kutoaminiana kati ya makundi ya kisiasa.
Matamshi ya Emmanuel Nchimbi yalionekana kuiana na hali ya kuchanganyikiwa kwa umma juu ya maendeleo haya. Kwa kujieleza, alijiweka kama sauti inayotaka kuwepo kwa kiasi na maridhiano, hata kama ilimaanisha kukipinga chama chake CCM. Hili limewagusa wananchi wengi wanaohisi kuwa ushindani wa kisiasa nchini Tanzania umekuwa wa chuki na usio na tija. Wakati huo maoni yake kuhusu kubadili chama yaliongeza hali nyingine yenye utata. Alipuuzilia mbali dhana kwamba kubadili uti wa kisiasa ni usaliti, badala yake kaitunga kama sehemu ya safari pana ya kulitumikia taifa. Hii inapingana moja kwa moja na masimulizi yanayokuzwa mara kwa mara ndani ya CCM, ambapo walioasi mara kwa mara wanasawiriwa kama wasio waaminifu au wenye fursa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaamini kuwa msimamo huu wa Nchimbi unaweza kuwa na athari kubwa. Ikikubaliwa, inaweza kupunguza unyanyapaa unaohusishwa na uhamaji wa kisiasa na kuhimiza mazingira ya kisiasa yaliyo wazi na yenye nguvu. Hata hivyo, inaweza pia kuwakasirisha wanachama wa chama chenye msimamo mkali ambao wanaona uaminifu kama thamani kuu. Mwitikio kutoka ndani ya CCM hadi sasa umekuwa wa tahadhari, huku viongozi wengi wakikwepa majibu ya moja kwa moja kwa kauli za Nchimbi. Ukimya huu umezidisha minong'ono kuhusu mifarakano ya ndani na uwezekano wa kuibuka makundi ndani ya chama cha CCM. Baadhi ya wadadisi wa mambo wanapendekeza kwamba maoni ya Nchimbi yanaonyesha hali ya wasiwasi miongoni mwa baadhi ya viongozi ambao hawafurahishwi na mwelekeo wa sasa wa mijadala ya kisiasa. Nje ya chama tawala, wafuasi wa upinzani wamepokea kwa furaha kauli ya Nchimbi, ikiwa ni nadra kukiri malalamiko yao kutoka ndani ya serikali. Wengi wanaona kuwa ni udhibitisho wa malalamiko ya muda mrefu kuhusu kutotendewa haki na vitisho vya kisiasa. Kwa hiyo maneno yake yameziba pengo ambalo ni nadra kuvuka katika siasa za Tanzania. Licha ya sifa hizo, pia kuna wasiwasi juu ya kile kinachofuata. Wakosoaji wanahoji iwapo matamshi ya Nchimbi yataleta mabadiliko ya maana au yatabaki kuwa ishara. Wanasema kuwa bila hatua madhubuti za kushughulikia masuala aliyoibua Nchimbi, athari za maneno yake inaweza kuwa ndogo. Hata hivyo, wakati taifa likitafakari wakati huu, ni wazi kuwa hotuba ya Nchimbi imefungua ukurasa mpya katika mazungumzo ya kisiasa ya Tanzania kwa kuwakosoa waziwazi viongozi wa CCM wanaoshambulia upinzani mara kwa mara na kuwanyanyasa. Nchimbi amepinga hali iliyopo na kuibua mjadala kuhusu umoja, demokrasia na mustakabali wa utawala. Iwapo hii inaashiria mwanzo wa mabadiliko ndani ya chama tawala au dakika moja tu ya upinzani, bado itaonekana ndani ya masaa ama siku zijazo, lakini umuhimu wake hauwezi kupuuzwa na maneno ya Nchimbi ambayo yamemkasirisha hadi akataja kunyanyaswa kwa upinzani na kuita swala hili la viongozi wa CCM kuwanyanyasa na kuwashambulia upinzani kuliita swala la ujinga. Hii inaonyesha wazi dhahiria kwamba Nchimbi hajapendezwa na wanachama ndani ya chama chake tawala na vile vile hajafurahishwa na kitendo hiki. Samia Suluhu bado amekaa kimya na bado hajazungumza au kujibu matamshi haya ya Emmanuel Nchimbi ambaye ni mdogo wake serikalini. Mtazamaji, nikitamatisha habari hizi, ningependa kusikia unalipi la kusema kuhusiana na matamshi haya ambayo Nchimbi anaonekana kutetea upinzani na kuweza kukashifu chama ambacho anakitumikia, chama tawala cha CCM. Upande wa comment section naomba uweze kuniandikia maoni yako unijibu. Je, unalipi ama mtazamo wako ni upi? Kumbuka kulike video hii na kusubscribe na ubonyeze alama ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwangu, vile vile itakuwa umenisaidia kwa sana. Alafu vile vile share video hii kwa group za WhatsApp na group zingine ili watu wengi wapokee taarifa hizi. Vile vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.